Haya ni mambo yaliyojificha sana tunapoiongelea miji ya Sodoma na Gomora. Watu wengi wanapoitazama historia ya miji hii huishia kuiangalia kwa upande mmoja, ila leo tunaenda kuitazama na upande wake wa pili. Na siri hii imejificha ndani ya mtu mmoja tu anayeitwa Lutu. Lutu ni mwanadamu ambaye pekee alisalimika kutoka katika miji ya Sodoma na Gomora akiwa salama pamoja na mabinti zake. Lakini baada tu ya Lutu kutoka Sodoma, saikolojia yake ikaanza kuharibika. Alipoteza kila kitu, akajikuta akiangukia katika umasikini usio na mfano. Alipoteza biashara, alipoteza kazi, alipoteza mke, alipoteza ndugu, alibaki tu na mabinti zake wawili. Uchungu aliobakia nao Lutu alijikuta akiumalizia katika pombe, katika msongo mkubwa wa mawazo, ndani ya mapango ambayo hakukuwa na mtu mwingine anayeishi. Wakati Mungu anataka kuichoma miji mitano ikiwemo ile miji ya Sodoma na Gomora, Lutu aliuombea mji mmoja tu kuwa usichomwe, kwa kuwa mji ule ni mdogo. Hivyo Lutu anaomba Mungu asiuangamize mji huo. Mji huo unaitwa Sohari. Kwa nini asiuangamize mji huo? Kwa sababu hana sehemu nyingine ya kwenda akishatoka Sodoma. Hivyo anamwambia Mungu, naomba nikimbilie Sohari kwa sababu ni mji mdogo, tunao na watu wachache, usiuchome. Malaika akamwambia asijari, Sohari haitachomwa kwa ajili yake, aondoke. Kweli Sohari haikuchomwa, ila cha ajabu ni kwamba Lutu hakukaa Sohari, hakutaka abaki Sohari. Alienda kukaa mbali kabisa ambako hakuna watu, milimani, ndani ya mapango. Ni kwa nini hakutaka kukaa katika ule mji aliouombea usichomwe? Na alimwambia Mungu kwamba nitaenda kuishi hapo. Akaenda kuishi katika sehemu ambazo hazikuwa kabisa na wanadamu. Mwisho, kwa kuwa aliamua kukaa sehemu ambayo haina watu, mabinti zake wakalala naye, tena wakamlewesha kiasi cha kwamba hakujitambua, na mabinti zake wakatembea naye, na mwisho wa siku matokeo yake wakapata ujauzito wa baba yao na kuzaa kizazi kilichobeba laana zisizo za kawaida, vizazi viovu. Wakati Mungu anamalizana na Sodoma na Gomora, vinakuja kuibuka vizazi vya Waamoni na Wamoabu, vizazi vyenye damu ya Sodoma, watoto wa Nuhu. Sasa mambo ni mengi, lakini nikwambie kwamba mambo haya si ya kawaida, yamejificha ndani ya Biblia yako, na mimi nipo hapa kwa ajili ya kuyaweka wazi. Hii ni sehemu ya pili ya historia hii ya Sodoma na Gomora. Kama uliikosa sehemu ya kwanza, hakikisha unakwenda kuitazama. Video ipo katika chaneli hii. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha una subscribe sasa ili usipitwe na maarifa haya. Karibu sasa tuwe pamoja. Sasa kabla hatujaenda mbali, naomba turudi nyuma sana, tumtazame huyu mtu anayeitwa Lutu. Hapo zamani sana kulikuwa na mzee mmoja anayeitwa Tera. Tera alikuwa na watoto watatu, ambao watoto hao, wa kwanza alikuwa anaitwa Abraham, wa pili alikuwa anaitwa Nahori, wa tatu alikuwa anaitwa Harani, mtoto wake wa mwisho. Ila inavyoonyesha ni kwamba huyu kijana mdogo wa mzee Tera
Harani aliweza kufanikiwa mapema sana, pengine kabla hata ya kaka zake, na baadaye Harani alifanikiwa kupata mtoto wa kiume, akamuita jina lake Lutu. Maana ya jina la Lutu ni kifuniko au mfuniko. Wengine husema Lutu lina maana ya kitu kilichofunikwa ama kilichozungushiwa. Hii ndio maana ya jina la Lutu, kifuniko. Baadaye baba yake na Lutu, namwongelea Harani, alikufa akiwa na umri mdogo sana. Alikufa kabla ya baba yake mzee Tera. Hii ikamfanya Lutu abaki yatima akiwa na umri mdogo sana. Alibaki chini ya uangalizi wa babu yake mzee Tera. Watoto wawili wakubwa wa mzee Tera wakaoa wake. Yule mkubwa, yani namwongelea Abraham, akamwoa mke aliyeitwa Sarai, ambaye binti huyo kwa kipindi hicho alikuwa mgumba, mwanamke asiye na uwezo wa kushika ujauzito. Na yule mwingine Nahori, yeye akamwoa mwanamke aliyeitwa Milka. Baadaye mzee Tera akaamua kuhama katika mji mkubwa wa huru wa Wakaldayo ili aende kuhamia Kanaani, kwa sababu wao ni wafugaji na Kanaani kuna rutuba kubwa na nyingi kuliko huru wa Wakaldayo. Hivyo katika safari hii mzee Tera aliamua kuondoka na Abrahamu na mkewe Sarai na mjukuu wake Lutu, ila mwanaye mwingine yule Nahori, yeye akaamua kubaki huru wa Wakaldayo. Inawezekana Nahori yeye mambo yake mengi yalikuwa yanamwendea vizuri katika huru wa Wakaldayo. Hivyo mzee Tera akaamua kuondoka na Abrahamu pamoja na mkewe Abrahamu, Sarai na mjukuu wake. Safari ikaanza, lakini kwa bahati mbaya sana, wakiwa safarini wakapatwa na msiba. Mzee Tera alikuwa amekwisha fariki kabla ya kufika huko Kanaani. Mzee Tera alifia katika mji unaoitwa Harani. Huu ukawa mwisho wa safari ya kwenda Kanaani. Baadaye Abraham ikabidi amchukue Lutu, mtoto wa mdogo wake, ili aishi naye. Lutu alikuwa anahitaji malezi, anahitaji elimu na usimamizi. Alikuwa mdogo, ijapokuwa alikuwa na urithi wa mali nyingi kutoka kwa baba yake Harani. Hivyo Abraham ilimbidi amlee Lutu kama mwanaye wa kumzaa, na ukizingatia kwamba Abrahamu kipindi hicho hakuwa na mtoto, hivyo Lutu alipewa upendo sahihi wa mzazi kwa mtoto kutoka kwa Abraham na Sarai. Akiwa mzee wa miaka 75, Abraham akaitwa na Mungu aende katika nchi ambayo Mungu atamwambia, na hapo safari ikaanza rasmi. Abraham akatoka na mkewe Sarai pamoja na Lutu mwanaye na mali zake Abraham pamoja na mali za Lutu. Wakiwa safarini, Lutu akajifunza imani kupitia Abraham, jinsi ya kumheshimu, kumsikiliza, kumtii na kumwabudu Mungu. Walijenga madhabahu na kutoa sadaka. Madhabahu ni ufunuo wa Kristo kupitia kafara, lakini walipofika Kanaani walijenga mahema na kuishi ndani yake. Hii ikiwa na maana kuwa hatujafika bado na hatuna makazi ya dumuyo. Na siri ilikuwa ni kwamba Mungu hakumwambia wazi ni wapi anapowapeleka. Hata walipofika Kanaani hawakujua kama pale ndipo Mungu alipompa Abraham. Hivyo waliendelea kukaa kama wageni wapitao. Lakini wakashangaa, miaka inazidi kwenda na wanazidi kufanikiwa na kuwa na wafanyakazi wengi na mali nyingi wakiwa ndani ya Kanaani, na Mungu bado hajawaambia ni wapi ambapo Mungu anaenda kumpa Abrahamu. Sasa umefika muda ambao Lutu amekuwa mtu mzima,
ambaye anaweza kuendesha maisha yake mwenyewe na kusimamia mali zake mwenyewe. Hivyo Abraham alimpa mali zake zote alizokuwa nazo Lutu, yaani mali zile za Lutu alikuwa anazisimamia Abraham, kwa sababu Lutu alikuwa ni mdogo na baba yake aliacha mali. Kwa Lutu amefika umri sasa wa kujitegemea, kwa hiyo akamkabidhi mali zake, na Lutu akaajiri wafanyakazi wengi kama alivyofanya Abrahamu. Kwa Lutu naye akaja akawa tajiri. Unajua, mtu akimtumikia Mungu kwa uaminifu na ukiwa mchapakazi, basi Mungu huachilia baraka. Hivyo Abraham na Lutu wote walifanikiwa sana, wakawa matajiri wakubwa katika Kanaani, na utajiri wao ulijengwa kwenye ufugaji. Unalikumbuka lile andiko linasema nitabariki mpaka isiwepo nafasi au la? Au lile andiko linalosema kwamba unabarikiwa kipimo cha kusukwasukwa, kushindiliwa na hata kumwagika, hata isiwepo nafasi. Basi lile andiko ni halisi na liliwatokea Abraham na Lutu. Walibarikiwa mpaka nchi haikuwatosha. Walibarikiwa watu hawa kiasi ambacho nchi haikuwatosha. Kama nilivyosema, wafanyakazi wao walikuwa wakigombana wao kwa wao, wanagombania maeneo, kwa sababu maeneo yanakuwa ni machache na wao wana mali nyingi, wana mifugo mingi. Hii iliendelea kwa muda mrefu. Nafikiri walikuwa wanaoneshana umwamba kwamba wewe, sisi bosi wetu ndio mwenye uhalali hapa, wewe unatuambia nini? Bosi wetu kamlea bosi wenu. Sometimes yamkini walikuwa wanapigana kabisa, ugomvi mkubwa mpaka kuumizana. Maeneo hayakuwatosha. Na kumbuka, Kanaani ni aina fulani ya ardhi yenye asili ya ujangwa. Baadaye tatizo lile likaja likawa kubwa mno, lilianza kidogo kidogo likaja likawa kubwa sana. Ikabidi Abrahamu akae kikao na mwanaye Lutu, akamwambia Lutu, wewe ni ndugu yangu, tumetoka mbali, kwa nini tugombane kisa mali? Naomba mimi nikupishe kwa nia njema kabisa, nikatafute maeneo mengine, au wewe kama utaamua kuelekea kulia, basi mimi niende kushoto, ili undugu wetu na mahusiano yetu yaendelee. Ukisikiliza maneno hayo ya Abrahamu utaona yamejaa unyenyekevu kiasi gani. Yeye ni baba wa Lutu, angeweza kutumia amri au hata ubabe, ila inaonyesha heshima kwa Lutu ambaye wakati huo alikuwa anao moto wa mafanikio. Hakuna namna ambayo Abrahamu angeongea na Lutu na angeeleweka zaidi ya hiyo, maana angeonekana kama anambania au Abrahamu apendi mafanikio ya Lutu. Lakini ukisikiliza kwa makini utagundua kuwa Abrahamu alionyesha upendo wa hali ya juu sana. Akamtanguliza mwanaye, yeye ndiye achague pa kwenda, afu yeye atatafuta eneo lingine baada ya Lutu kuchagua. Lutu alikubaliana na jambo hilo haraka sana, akaingia kwenye lamani. Hakumuuliza Mungu, yeye alichojali ni kuwahi maeneo mazuri. Akachagua bonde la Jordan. Maandiko yanasema bonde la Jordan lilikuwa kama bustani ya Mungu, lilikuwa na kijani, lilipendeza machoni. Hivyo Lutu akawahi bonde hilo haraka bila ya kutafakari, na hilo ndio lililokuwa kosa kubwa sana ambalo liliagharimu maisha yote ya Lutu, kwa kuwa bonde la Yordan ndiko kulipokuwa na miji ya Sodoma na Gomora, miji iliyokuwa miovu mbele za Mungu. Kwa kupenda mali nyingi kulipofusha macho ya Lutu, akaanza safari ya kuelekea Jordan. Na alipofika Jordan, akapiga hema yake, akaendelea na ufugaji wake. Na mali zake zilipoongezeka, sasa akasogeza hema yake mpaka mjini Sodoma. Hilo likawa tatizo lingine
lililozaliwa na tatizo ambalo lilizaa matatizo mengi. Naomba kwa leo tuishie hapa, ila na kuahidi tutaendelea katika sehemu ya 3 ya historia hii ya miji ya Sodoma na Gomora, na kusisitiza tena usikose sehemu ya 3, ambapo hapo tutaenda kuangalia sasa maisha ya Lutu ndani ya Sodoma. Anawezaje kuishi katika mji wa watu waovu ikiwa yeye ni mtakatifu, na anawezaje kuoa mwanamke wa Kisodoma? Maanake Lutu alioa kule Sodoma. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kama unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi namba zetu ni hizo hapo kwa maombi, maombezi, sadaka na ushauri. Usiache kusubscribe channel hii na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Tukutane wakati ujao. Barikiwa.